أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا ربي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أما بعد يكمشكر الله جل في علا na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji katika chaneli yetu hii yenye kupendwa na wengi, ambayo ni chaneli ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo biidhnillahil karim tunakwenda kujifunza somo la herufi, na herufi ambayo tutakayoanza naye katika siku ya leo ni herufi ya kwanza kabisa ambayo ni alif. Na kichwa cha somo letu, yani title, itasema siri na nguvu ya herufi alif. Siri na nguvu ya herufi alif katika utendaji wa dua. Siri na nguvu ya herufi alif katika utendaji wa dua. Nayo ndiyo mwanzo wa uhai na ni msingi wa dua. Hii alifu ndiyo mwanzo wa uhai wa mwanadamu na ni msingi wa dua. Sasa basi, leo tunaanza safari ya kipekee kabisa, safari ya siri za herufi, ilmul huruf. Kila herufi ya Kiarabu ina translation yake kubwa kabisa, ina ufafanuzi mkubwa. Naomba watu wapate kulijua hilo, kwamba kila herufi inaweza kutumika katika mfumo wa dua na ikakufaa sana kuliko unavyofikiri. Na kila herufi katika Kiarabu ina maana yake ya nje na ina siri yake ya ndani na ina mionzi ya kiroho na athari katika dua na maisha ya mwanadamu. Kila herufi iko hivyo. Somo letu la kwanza kabisa katika siku hii ya leo ni alif, herufi ya mwanzo, na ndio mama wa herufi zote katika huruful abjadiyya. Yani herufi zote hizi alif ndio mama yao, kwa sababu hata tunapoanza kusoma tutaanza alif, b, t, th mpaka kufika ye, lakini alif ndio namba moja kwa sababu ndio mama wa herufi zote duniani katika herufi za Kiarabu. Sasa hebu twende tukatazame maana ya alif ni nini. Nataka watu wajue nini maana ya alif, ili tupate kutambua na upate kujua siri ya dua zilizojificha katika herufi. Maana ya alif, herufi alif ni herufi ya umoja. Hizo ni maana zake: herufi ya umoja; pili, herufi ya mwanzo; tatu, herufi ya uongozi; nne, urefu na kusimama; tano, nguvu ya kipekee isiyopinda. Hiyo ndio maana ya alif. Tunasema ni herufi ya umoja kwa sababu imekaa peke yake, haina nukta, haina chochote. Yani imeandikwa tu tap, ikasimama hivyo hivyo. Ndio maana ipo katika umoja wa kipekee yake. Pili, tukasema ni herufi ya mwanzo. Ni kweli, kwa sababu tunapoanza tuna alif, b, t, th mpaka mwisho, lakini yenyewe ndio inaanza mwanzo, na ndio maana tukasema ni herufi ya mwanzo. Tatu, ni herufi ya uongozi. Ni kweli, kwa sababu yenyewe ndio kiongozi wa herufi zote, ndio yenyewe inaziongoza, na huwezi ukaenda katika lolote la herufi za Kiarabu bila kukutana na herufi alif. Ndio maana ni herufi kiongozi, na tutakuja kutoa huko mbeleni sifa ya mtu anayeanzia na jina la herufi alif anakuwa ni mtu wa aina gani.
kama vile Akhfash au Amina. Haya, uongozi pia, herufi hii ina uongozi, lakini urefu wa kusimama. Herufi hii imesimama, ni ndefu, asili yake inaashiria urefu, haijalala, imesimama. Kwa wanaojua alif wanaijua. Nguvu ya kipekee isiyopinda. Alifu ina nguvu ya kipekee isiyopinda. Hapo kwenye nguvu ya kipekee isiyopinda ndo tutachambua vizuri hapo mbele, ili upate kujua nini maana ya alifu kuwa na nguvu ya kipekee isiyopinda. Kimuundo, alif ni mstari mmoja uliosimama wima na inawakilisha kusimama imara. Alif imesimama wima, haijalala, ni mstari uliosimama wima. Hii inaashiria au inawakilisha kusimama imara. Na katika Qur'ani, alifu hutumika mara nyingi kuashiria ahadi ya kwanza na msingi wa uumbaji. Alifu hutumika mara nyingi kuashiria ahadi ya kwanza kabisa na msingi wa uumbaji. Hii alifu, hii ndio inaashiria ahadi za mwanzo kabisa, inaashiria alifu. Na katika mifumo ya misingi ya uumbaji yote inaashiriwa na alifu. Tazama alif ilivyokuwa ina maajabu mengi sana. Na ndio maana tunataka tuelekeze namna ya kuitumia alif, ili watu wasipate shida, wasipate dhiki, wasipate tabu. Siri za herufi alif. Asrarul alif. Asrar al-alif. Siri za herufi ya alif. Hebu twende tukazitazame. Ya kwanza kabisa ni siri ya umoja, inasimama katika tauhidi. Hiyo ni siri ya alifu. Alifu ni ishara ya Mwenyezi Mungu mmoja. Ni herufi inayofundisha moyo kuungana na Mola wake. Siri ya alifu inafundisha moyo kuungana na Mola wake. Hatua ya pili, siri ya uongozi. Alifu ina uongozi. Wale wenye majina yanayoanza na alif mara nyingi hupata uongozi. Ndio tulisema kwamba tutaelezea wenye majina yanayoanzia na alifu wana siri gani. Wenye majina yanayoanza na alif mara nyingi huwa viongozi. Japo ndio wasiokuwa na majina ya kuanza na alifu huwa wanakuwa pia viongozi, lakini asilimia kubwa wenye majina ya alifu wanaanza kuwa ni viongozi. Hata sio lazima awe kiongozi wa nchi, awe kiongozi wa mtaa, kiongozi wa jimbo, lakini hata uongozi tu mdogo. Yaani kwa kifupi tu wenye majina ya kuanzia na alif mara nyingi huwa wana uasili wa kuwa viongozi. Pili, wenye majina ya kuanzia na alif wanakuaga majasiri sana. Tatu, wanakuaga wana uamuzi wa haraka wa bila kuyumba. Watu kama hawa hata ukiwafundisha kitu wanafanya haraka sana kujua, wako vizuri sana. Lakini pia nafasi za mbele. Watu wenye majina ya alif huwa ni watu wa kuwa na nafasi za mbele sana. Hata wao wasipojiweka mbele, basi automatically huwa wanapendelea kuwekwa mbele kulingana na siri za majina yao. Yaani automatically tu ni kwamba inatokea tu mtu anahisi yule mtu anastahili kukaa hapa. Bana mheshimiwa, hebu njoo hapa. Yaani sometimes inatokea tu hivyo, anakuwa na mvuto fulani awekwe mbele tu basi. Kwa sababu alif ni herufi ya kusimama peke yake. Na ndio maana huyu mtu anakuwa na siri kubwa katika umbele na kuwekwa katika sehemu ambazo sio lazima awe na wenzake. Nafasi wanazozigombea sometime yeye anashinda na anakuwa peke yake. Vile siri ya mwanzo, jambo la tatu, siri ya mwanzo. Alif huitwa ummul huruf.
Alif inajulikana kama mama wa herufi. Kila neno huanza na sauti yake, hata kama haionekani kwa maandishi, lakini huanza na sauti. Siri ya uwezo wa jambo la 4 hapa tunazungumzia alif ina siri ya uwezo wa kuvuta. Itumie alif kwa ajili ya kuvuta unachokitaka. Tumia alif. Alifu ina uwezo wa kuvuta baraka. Alif ina uwezo wa kuvuta riziki. Alif ina uwezo wa kuvuta watu kupenda au kupendana. Alif inaweza kuvuta. Alif inaweza kuvuta bahati. Alif, ila haiwezi kuvuta bange. Alif. Maana kuna mtu hapa ananiangalia wakati na rekodi, naye ni ndugu yangu hapa, lakini namuhusia sana aache kuvuta bange na haachi. Sasa nilipoanza kusema alif inavuta hivi, so yule mwenzangu naona anaanza kufurahia, anahisi pengine nitasema alif inavuta bange. Hapana, alif haivuti bange, kwa sababu ni herufi ya msingi wa uumbaji. Alif. Jambo la 5, siri ya upole wa ndani kabisa. Alif ina siri ya upole wa ndani. Ingawa alif inaonekana kali kwa mfumo wa muonekano ule wa kusimama, ndani yake ina sauti nyepesi kabisa. Hii inaashiria upole, inaashiria huruma, inaashiria ukweli. Neno upole, huruma, ukweli, haya yote yapo katika alif. Jambo la 4, alama za kiroho. Herufi alif ina alama za kiroho. Ina alama ya nuru pamoja na mwanga. Hii alif. Alif ina sifa ya kuwa mti wima, yani hujulikana kama mti wima wa nuru. Wataalamu wa hurufu husema mwanzo wa nuru huwa ni mstari, na mstari ni alif. Hivyo alif inasimama kama nuru. Ndugu zangu, alif ni herufi ya ajabu sana. Kwa hiyo alif huleta mwanga wa akili. Alif huleta uongozi wa kiroho. Alif huleta uamuzi sahihi kabisa. Alama ya utulivu na mizani. Alif bila nukta haina cheo, yani kusema haina mchecheo. Hii huashiria utulivu wa ndani na nguvu isiyo na kelele. Haina mchecheo. Mchecheo maana yake ni kashikashi, zile harakati nyingi. Haina, yenyewe imesimama yenyewe kama yenyewe. Ina nguvu isiyokuwa na kelele. Jambo la 3, alama ya uadilifu. Alif kwa kuwa ni mstari wima, alif inaashiria uwazi, inaashiria ukweli na inaashiria uaminifu. Hii alif inaweka uaminifu. Jambo la 4, kuhusu alama ya kujisafisha, tazkia. Alif hutumiwa katika dua au dhikiri za kujisafisha moyo, kwa sababu ni herufi inayotenganisha mema na mabaya. Jambo la 5, matumizi ya herufi alif katika dua na kiimani kwa kuongeza uongozi na kujiamini. Inaongeza uongozi na kujiamini, lakini pia kutamka kwa utulivu ni dhikiri. Yani vile ni kama vile dhikiri, kukaza nafsi, ni dhikiri kukaza nafsi, kuimarisha utu, kufungua uwezo wa ndani. Kwa kufungua mwanzo mpya, kuna dua ambazo huanza kwa herufi alif, kama vile njia ya kufungua milango mipya, kuanza kipindi kipya au kuvunja vikwazo. Kwa kuomba baraka na rehema, majina ya Allah
yanayoanza na alif. Haya ndio mazuri sasa kwa mtu ambaye anahitaji kuomba baraka na kuomba rehma. Jina la kwanza ambalo ni zuri sana kwa matumizi ni Allah, kwa sababu limeanza na alif. Jina la pili ni Ar-Rahman. Jina la tatu ni Al-Malik. Jina la nne ni Al-Quddus. Majina haya yanatajwa kuwa na baraka ya alif. Haya majina 1, 2, 3, 4 yanatajwa kuwa na baraka za alif. Sasa basi, nataka nikwambie ewe ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, kwa kuwa majina haya ni majina yenye baraka za alifu, basi yoyote yule atakayeyatumia majina haya yatamsaidia kumletea baraka, kumletea riziki na kumletea kila aina ya khairi. Utayatumiaje majina haya? Sikiliza sasa kwa umakini namna ya kuyatumia majina haya. Hapa ndo tunakwenda mwisho. Utaanza na Allah. Utasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mara ngapi? Utasoma ya Allah mara 1000. Utakuja kusema ya Ar-Rahmani mara 1000. Utasoma ya Malik mara 1000. Utasoma ya Quddus mara 1000. Kwa jumla utakuwa umetamka majina mara 4000, majina manne tofauti tofauti. Baada ya hapo utaunganisha na dua hii, ad-du'a li harfi al-alif. Ukishamaliza kusoma haya majina, alafu utanyanyuka, utaswali rakaa 2. Iwe ni nyakati za usiku, utaswali zako rakaa 2, alafu utasema maneno na maombi yako, utamashiria maombi yako kwa nia zako. Alafu kisha utamalizia na hii dua, Allahumma ya awwalu ya alif kulli shay'in, Allahumma ya awwalu ya alifa kulli shay'in, iftah li abwaban nuri wahdini litariqil haqqi wabarik li fi badayati wa aqim qalbi ala ma tuhibbu wa tarda. Hapo utakuwa umemaliza. Nairudia tena mara ya mwisho. Inasema Allahumma ya awwalu ya alifa kulli shay'in, iftah li abwaban nuri wahdini litariqil haqqi wabarik li fi badayati wa aqim qalbi ala ma tuhib wa tarda. Hii dua utaisoma mara 21. Dua hii utaisoma mara 21. Kwa kumaliza kuisoma dua hii utakuwa umemaliza kuisoma dua ya alif. Na wallahi ukiyafanya hayo, hebu jitahidi kuifanya dua hii kwa muda wa siku 7 mfululizo. Alafu utaona maajabu na miujiza ya Allah atakachokufanyia katika khairi zake na katika baraka zake kupitia hii dua ya alif. Kwa hiyo hii ndugu zangu ndio dua maalumu ya herufi alif. Tuachane na masuala ya kuongopeana, sijui tumia alifu, iandike alifu mara 7 alafu weka kwenye maji kunywa, andika alifu ziwe 31, si kunywa, si fanya hivi, andika, tembea nayo. Uongo huo. Huwezi kutembea na herufi alafu ikakusaidia, bali herufi ndio inatoa mwanga wa nini kifanyike katika mifumo ya dua kupitia ile herufi yake. Herufi ndio inatoa muongozo, na muongozo ndio huo ndugu zangu. Nafikiri bila shaka mtakuwa mmenielewa ipasavyo.
Mwisho kabisa naomba niseme kwamba ndugu zangu, kwa wale ambao wanatamani kupata kitabu, wanaotamani kupata kitabu kinachoelezea majina 30 ya Allah, majina 30 ya Allah, basi kitabu hichi kinapatikana. Kitabu hichi kinapatikana. Kwa yoyote ambaye anakihitajia kitabu hichi kinapatikana. Walillahi alhamdu. Kama unakitaka kweli kinaelezea majina 30 ya Allah, utatumiwa kwa njia ya WhatsApp yako. Popote pale ulipo utatumiwa kwa njia ya simu. Utalipia sadaka ya shilingi 15,000, utatumiwa kitabu hichi kwa njia ya simu. Lakini kitabu hichi utakisoma kina dua mbali kupitia dua za majina ya Allah. Dua gani uifanye ili upate utajiri? Dua gani ufanye ili Allah akupe kumbukumbu nyingi? Dua gani uifanye ili Mungu akuongezee riziki? Yani kila aina ya dua kitabu hichi. Ni kitabu chenye majina 30 ya Allah. Naomba kwa yoyote anayekihitajia hichi kitabu tupigie kupitia namba zetu hizo unazoziona hapo, au tutafute WhatsApp tuweze kukutumia kitabu hichi kiweze kukufaa katika maisha yako. Na mwisho kabisa, hiyo ni sadaka tu ya kuendelea kupata bando. Mwisho kabisa tunawaomba wale wadau wetu, tumeishiwa na bundle yetu ya mwezi. Tunaomba inshallah muhisani yoyote ambaye anaweza kujitolea basi kwa ajili ya kupata faida za channel yetu aweze kutusaidia kwa hilo, ili mradi tuendelee kurekodi vitu vingi na watu waendelee kupata faida na upate thawabu katika hilo. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusiache kusubscribe.